Zinakatika na hii ni Radio Maisha, radio zaidi ya radio. Maisha asubuhi ya kumu na sakali, na kama tulivyosema awali ni kwamba tuko na mheshimiwa seneta wa kaunti ya Nairobi, Mheshimiwa Edwin Sifuna. Yupo ndani ya studio asubuhi ya leo kutoka Linda Mwananchi. Sijui kama ni ODM Linda Mwananchi. Yupo ndani ya studio bila shaka. Na kuna mambo mengi ya kuzungumzia this morning na Mheshimiwa Edwin Sifuna. Fahamu kwamba Sifuna alisema kabisa kwamba baba hakulea na hakuwashika mkono watu waoga. Nasikia hizi anavaa shati tao na who told you? Nani alikuambia? Na sijui tuanzie mahali Caleb Amisi alituachia juzi, ama tutamuuliza hilo. Caleb Amisi alikuja hapa kainua hii Biblia hii. Akasema kila mtu akija hapa anasema baba aliniambia, baba aliniambia, baba aliniambia. Sasa wewe Mheshimiwa Edwin Sifuna, wewe pia utatuambia wewe baba alikuambia nini? Na hata tuanzie tu hapo Mheshimiwa Edwin Sifuna. Alikuwa hapo mwenzako Caleb Amisi, ilikuwa ni Monday. Yes. Na akainua Biblia hapa anasema yeye alikuwa na baba. Na alienda kwa baba akamwambia baba unajua umetupeleka kwa Broadwest. Lakini mimi sipendi huyu jamaa. Nataka niendelee kumchapa kwa maneno. Ilikuwa ni maneno ya Caleb Amisi. Ukweli. Mimi nataka niendelee kumchapa kwa maneno. Na Caleb akatuambia baba alimwambia endelea. Sasa wewe baba alikuambia nini? Bwana Senator alikuambia nini? Kwanza wacha nichukue fursa hii kushukuru Mike. Sawa? Endelea mheshimiwa. Nataka niwashukuru kwanza wana Radio Maisha kwa kunipa fursa hii ya kuzungumza na wasikizaji wenu leo asubuhi. Manake sijajipata hapa kwa mpango, ilikuwa ni kwa bahati yani. Manake kuna shirika lingine la radio ambao walikuwa wamenitafuta sana kwa muda wa miezi 2 wamekuwa kiniomba kwamba tuwe na mazungumzo na wao, tuzungumze na wasikizaji wao. Na nilikuwa nimeomba kwa sababu nina shughuli nyingi, nikiwaambia kwa muda wa miezi 2 kwamba nikipata fursa nitakuja kwa sababu mimi kwanza ni public servant. Na kama public servant nilitoa ahadi nikiwa katika hizi studio zenu hapa kwamba lazima nitawajibika wakati wote ambao mnahitaji kwamba tuwe na mazungumzo ili kueleza kazi ambayo tunafanyia watu wa Nairobi, hatma ya nchi, kazi ambayo nafanya pale kama katibu mkuu wa chama. Ni lazima nitakuwa nikijitokeza. Na walipodhibitisha ama tulipo confirm jana kwamba nitakuwa kwenye studio za Radio Jambo leo, wakapigiwa simu wakaambiwa yule asije pale. Na ni kitu cha kutamausha sana kwa sababu tunataka kujenga nchi ambayo ni ya kidemokrasia. Nimewapa mfano wenzenu wa kule Spice. Kwamba kuna wakati ambapo hatungeweza kufanya mazungumzo kama haya, ya kwamba kulikuweko na stesheni moja tu ambayo ilikuwa ndio baba na mama, na hatukuwa na uhuru wa kuzungumzia masuala jinsi ambavyo mumetupa hiyo fursa. Na kuna watu wa Kenya ambao walipigania hii space ambayo tuko nayo, uhuru ambao tuko nao. Kwa hivyo nataka niwashukuru sana wana Spice, wana Radio Maisha ya kushikilia kwamba yani wacha demokrasia inahitaji kwamba tusikize kila maoni. Kiti hiki si cha wanalinda mwananchi peke yake. Hata kama mnasema Caleb alikuwa hapa juzi na mimi nimekalia hiki kiti, tunataka muwaite na wengine pia kwa sababu sisi ambao tumelelewa na Mheshimiwa Raila Odinga tumefunzwa kwamba siasa ni ushawishi. Hauwezi kulazimisha mtu akubaliane na maoni yako. Haiwezekani. Lazima uketi na yeye umueleze kwamba barabara hii ambayo sisi tunapendekeza tupite ni bora zaidi na barabara nyingine ambazo zimependekezwa. Kwa hivyo na nataka nishukuru Radio Maisha kwa sababu nimekuwa nikienda katika vituo vingine na nikisema imefika wakati kila mtu aje na kitabu chake cha dini ili kusema mambo mbele ya Mwenyezi Mungu. Nafurahi kwa sababu nyinyi ndio wa kwanza kuweka Biblia ndani ya studio zenu kwa sababu kitu ambacho kinatuvunja moyo zaidi sisi wana ODM ni kwamba sisi wote tunajua ukweli. Asikudanganye mtu. Sisi wote tunajua ukweli, manake huo ukweli ulielezwa tukiwa pamoja. Lakini kuna watu ambao wamechagua kufanya mambo mawili. Yes. Sijui wagani ndio wabaya zaidi. Wale ambao wamechagua kunyamaza wakati wanajua ukweli, ama wale ambao wanajua ukweli lakini wameamua kugeuza huo ukweli na kuuza uongo. Wamepindua ukweli. Sijui ni wagani watapigwa mawe zaidi wakifika jehanamu. Lakini wote lazima watapigwa mawe. Wewe unaponyamaza, maana wanasema ukinyamaza wakati ambapo unaona maovu yakitendeka. Na wewe pia
una makosa. Kwa hivyo nataka nishukuru Radio Maisha. Na pia mimi kama Caleb alivyofanya nizungumze nikiwa nimeshika hii Biblia. Na nataka inua juu vizuri. Wetu yule ambaye yuko juu. Aanze kutumia ile radi alikuwa anatumia katika vitabu vya ile Old Testament. Unajua Agano za jamani. Agano la Kale. Mungu Agano la Kale hakuwa na mchezo. Una cross na yeye anakupiga radi hapo hapo. Mnamalizana. Watu wote waje washike Biblia hii. Na nataka niseme nikiwa nimeshikilia hii Biblia. Hamna siku mimi Sifuna kama katibu mkuu wa chama, hakuna siku baba Raila Amolo Odinga alisema ataunga mkono William Ruto kwa ajili ya uchaguzi wa mwaka 2027. Alituambia tuandae chama kwa ajili ya uchaguzi huo. Alituambia kwa sababu William Ruto alipenya kuingia katika uongozi na chini ya kura 1200 baada yeye kupoteza uungwaji mkono Kenya nzima. Ilikuwa ni fursa safi sana ya chama cha ODM kuunda serikali. Akatuambia iwapo tu tutashikilia yale maadili yetu, iwapo tutashikilia tu zile kura ambazo tulipata mwaka 2022, William Ruto hana nafasi ya kurudi katika uongozi. Baba alikuwa mwanademokrasia. Alikuwa anaamini kwamba kiongozi ambaye ameingia kupitia kura atolewe kupitia kura. Na ndio kwa maana wakati ambapo Gen Z walipoingia barabarani, baba alisema tutamsaidia huyu jamaa afike 2027 ili tupate fursa ya kumtoa kupitia debe. Weka chini Biblia sasa basi. Asante sana Mheshimiwa Sifuna. Labda kaka, hukumu ni muhimu vile vile tumkumbushe msikilizaji kwamba mazungumzo haya mahojiano haya yanapeperushwa vile vile moja kwa moja kupitia Berur FM ambayo bila shaka ni idhaa yetu ya jamii zetu kutoka eneo la Bonde la Ufa. Kwa hivyo mtu asitutishe. In fact leo nafanya radio tupu. Tutaingia Berur tukimaliza hapa. Radio ni nyingi bana, mtu asije akafikiria ati kwa sababu anatufungia yake hatuwezi kuzungumza haya. Mheshimiwa Sifuna, turudi kwa maneno ambayo umeyasema wakati umeinua Biblia. Kuna wale wanahisi kwamba wewe ulipinga hata broad-based ambayo baba aliunga mkono, aliweza kuhusika katika kuibuni ile broad-based, na kwamba ulikuwepo wakati wa kutiwa sahihi kwa ule mkataba wa ushirikiano kati ya UDA na ODM, lakini uliendelea kuonekana kuwa uncomfortable na mkataba mzima. Sasa kwamba wanahisi kwamba utundu wako katika quotes ile ama utoro wako ulianza hata wakati baba alikuwa hai. Wacha nikuelezee kwa nini hawa ambao wanasema hayo wamekosea. Unajua shida ilitokea wakati ambapo watu walivuka mipaka. Nimewaelezea kwamba baba alisema tuweze kushikilia hii serikali ifike mwaka wa 2027 wakati ambapo kutakuwa kuna uchaguzi. Lakini wale walioingia kwenye broad-based ndio wakaonekana kazi yao ni kuenda kusema ya kwamba tutaenda hata beyond 2027. Hiyo ndio ilikuwa objection yangu peke yake. Kwa sababu Mheshimiwa Raila alivyotuelezea the reason why tulikuwa tusaidie serikali ifike 2027, na nimesema nikiwa nimeshika Biblia, ni kwamba baba kama mwanademokrasia alikuwa anatuambia afadhali rais mbaya ambaye amechaguliwa na watu kushinda amiri jeshi ambaye amejiweka pale mamlakani kupitia mtutu wa bunduki. Mnanielewa? Kwa sababu hii katiba, unajua baba alikuwa mwanademokrasia. Hii katiba ambayo tunayo kwa sasa tulipigania, watu wengi sana walipoteza maisha yao kwa sababu ya katiba hii. Wakati ambapo una amiri jeshi ama mwanajeshi amechukua usukani, hiyo katiba mnaweka kando kwanza. Hizi asasi zote za kidemokrasia ikiwemo bunge, ikiwemo mahakama, zote zinatupiliwa mbali. Nyinyi mnajua hiyo. Baba akatuambia that is a situation that we cannot countenance. Manake tukirudi kule ambapo tulipokuwa, kukuja tena kuwa na nchi ambayo iko huru na demokrasia kama sasa, sio jambo rahisi. Unanielewa? Sasa mashida zangu zilianza wakati ambapo tulikuwa tunakumbusha hawa ndugu zetu kwamba munapitiliza. Ilikuwa ikomee hapa 2027 ili sisi tujiandae kama wanachama wa ODM kuingia kwenye uchaguzi. Kwa nini mnaimba mambo ya 2 term? Hakuna siku ndugu yangu, hakuna siku, kwa sababu mimi nimekuwa katika hii mikutano ya hivi vitengo vya chama ambavyo vinatoa maamuzi. Mimi ndio mwenye kuandika taarifa zote ambazo nasoma. Mimi ndio mwenye kusoma hizo taarifa. Hakuna taarifa hata moja. There is no single resolution ya chama cha ODM ya kumuunga William Ruto mwaka 2027. Kwa hivyo makosa yangu yako wapi? Number 2, wanasema nilikuwepo wakati wa kuandika MOU. Si kuwepo wakati wa kuandika MOU, niliandika hiyo MOU. Wewe mwenyewe ndio uliandika? Mimi mwenyewe
mimi mwenyewe na nitawapa ile background ya hii MOU. Wakati baba amemaliza inaitwaje ile kampeni yake ya AU, aliporudi wamepanga hila, ndege yake itue directly kule Mombasa kwenye ikulu. Anafika kule kwenye ikulu, anakuta wameandaa mkataba fulani kati ya chama cha UDA na ODM. Baba akawaambia, na amesema hii story yeye mwenyewe, na wakati wowote ndugu yangu ukisikia story ambayo nakuambia inahitaji nishike Biblia uniambie. wakati wowote. So kabla endelee hukumu itabidi pia, kwa sababu Junet najua atakuja hapa, tutafute Qur'an mapema. Lazima Qur'an iwe. Kila mtu azungumze na kitabu chake. Alright. Sasa wakati baba ametoka AU, ameenda pale amekuta mkataba, akawaambia this is not my style. Mimi siwezi kufanya uamuzi pasi na kuzungumza na wafuasi wangu. Akatoka pale akatangaza kwamba atafanya mikutano na wafuasi wa chama cha ODM ili kujua kama watamuunga mkono iwapo ataweka mkataba wowote wa aina yote na wa aina gani na chama cha UDA. Ulimuona amefanya mikutano Pwani, akafanya kila mahali, akakuja tukamalizia hapa Nairobi. Baba mwenyewe alipotoka katika baadhi ya hizo mikutano, alikuja akatuambia, na hii ni kitu ambacho alikuwa anasema mbele yetu sisi wote, akatuambia kwamba anajua wale ambao walimuambia ukweli kutoka moyoni, wale ambao wanamuogopa, wale ambao wanataka kumpatronize, wale ambao hawataki kumkasirisha. Kuna wale kama kwa mfano alitoa mfano wa lile eneo la Pwani. Akasema kati ya mikutano ambayo alifanya Kilifi, Mombasa na Kwale, wale ambao walizungumza mioyo yao wazi ni wana Kwale. Akasema Mombasa aliona walikuwa wamewekwa kumfurahisha. Yeye mwenyewe maneno yake haya. Sasa baada ya hiyo akafanya hiyo mikutano akamaliza. Tulifanya mkutano mwingine wa Central Committee kule Kisumu usiku wa kuamkia ule mkutano mkubwa ambao tulifanya Busia. Akatuelezea kwamba sasa baada ya kuzungumza na wananchi, ameweka wale technocrats watengeneze mkataba ya MOU na UDA guide hii relationship. Na iweke kipaumbele masuala muhimu ambaye ODM inasimamia. Akawaambia baada ya kukamilisha ile drafting ya huo mkataba, mpeeni Sifuna asome. Kimya kikaingia kwenye mkutano jinsi ambavyo kimeingia hapa. Wale wakora, mbona kulikuwa na kimya? Ngoja nitakuelezea kwa nini kulikuwa na kimya. Twende. Wale wakora wakajua hapo ni ngori. Kumeumana. Sifuna hataweka mambo ile sisi tunataka. Wakaanza kumwambia baba, badala ya mtu mmoja si tungefanya kamati ndogo, tumuongezee Sifuna watu wawili watatu waende wakamshawishi wale watasoma mkataba na yeye. Raila Odinga akawauliza, inachukua watu wangapi kusoma mkataba? Mukimaliza ku draft peeni Sifuna, atatuambia kama iko sawa. Akapiga mkono kwenye meza hivi, mkutano ukaisha. Haya, tukarudi Nairobi baada ya Busia. Wiki limepita, jamaa wamenyamaza tu. Na wauliza, ile kitu iko tayari? Bado. Wiki 2, wiki 3. Siku ya kusainisha mkataba, tumeketi sisi wana ODM katika room moja pale KICC. Tunaona timu ya Ruto iko pale Berur hapo across, wamekaa hapo wanangojea nini? Mkataba uletwe tusainishe. Wale experts wakaingia pale na malaptop yao. Kikosi kizima cha ODM kimekaa hapa Central Committee. Wakawekwa TV kama ile ambayo iko pale, wakaweka laptop, wakaanza kuproject ile mkataba. Haikufika page 2. Baba akawauliza, hii ni gani? Is this the one? Hii ndio ile tulisema Bofaje. Akageuka akauliza Sifuna, uliona huu mkataba? Nikamwambia mbele ya Mwenyezi Mungu baba, leo ndo siku ya kwanza hawa jamaa wananionyesha hii kitu, naiona na wewe pia. Mkutano ukasimamishwa pale, nikatumwa kwenye ofisi yangu. Wale ambao wanajua ofisi ya county ya Nairobi ya Senate iko KICC 3rd floor. Tukaenda pale na kina Profesa Anyang' Nyong'o. Tuliandika huu mkataba MOU ambaye ilikuwa 10 point agenda ambayo iliisha tarehe 7 mwezi wa 3. Niliuandika mimi mwenyewe. Fresh from the beginning. Mheshimiwa Sifuna, kuna wale ambao wanahisi, na labda hili unaweza ukatusaidia, kwamba kulikuwa na 10 point agenda na wale ambao ni labda wandani wa Rais William Ruto na baadhi ya wanalinda ground wanahisi kwamba you're being too hard and too unfair, wakati ambapo unaonekana kudismiss kwamba hakuna kitu chochote kimefanywa. Kwa mfano, wanasema kwamba swala zima la fidia sasa hivi tunajua tume ambayo inashughulika na haki za kibinadamu imekuwa ikishughulikia malalamishi kutoka kwa Wakenya, and we are talking about 2 billion shillings kama sijakosea. Wanazungumzia vile
vile kulikuwa na swala la vijana na empowerment kama sijakosea. Utawasikia wakisema eti nyota sijui kuna gani, kuna mambo mengine kama hayo. Out of the 10 point agenda, and I want you to be honest, unadhani kwamba kiasilimia labda, and try and be honest, najua huko upande huu mwingine, lakini kiasilimia out of imetosha kwa. Usiniambie niwe honest, manake mimi Wakenya wananijua safari yangu ya huduma kwa jamii, public life. Mimi ni mtu wa kusema ukweli. Na hata shetani akifanya kitu kizuri utamwambia amefanya kitu kizuri. Sisi wana ODM nilikuwa nimekufikishia wakati ambapo nilikwambia mimi ndio ni mwenye kuandika huo mkataba. Ukikutana leo na Chinua Achebe, mwenye kuandika Things Fall Apart, utamuuliza maswali kuhusu hiyo kitabu ama umwambie wewe ndio unajua kumshinda? Hapana. Hapo ulimaanisha nini? Of course no. My friend, huwezi kuniuliza maswali kuhusu mkataba ambao niliuandika mimi mwenyewe. Na iwapo umetekelezwa, mwenye kuuandika atajua. Sasa mwandishi yuko hapa. Tuambie. Mwandishi yuko hapa. Twende kazi. Ule mkataba ambao tuliweka, nataka niwape background kwa sababu lazima kieleweke, ndugu yangu. Hawa ndugu zetu wa UDA hawakuwa na nia yoyote ya kutekeleza jambo lolote kwenye mkataba. Na nitakupa reasons kwa nini. Wao walitaka kitu ambacho wanaweza kusema ati sasa tumeungana. Nilianza kwenye mkataba huo kwa kusema huu mkataba si muungano wa kisiasa. Niliandika hapo ndani. Kwa nini niliandika? Kwa nini niliandika? Tuambie wewe ni wakili. Kwa sababu nilijua hawa wakora kazi yao si kuimplement MOU, kazi yao ni kwenda kuuza propaganda kusema kwamba tumekubaliana kwamba vyama hivi viwili viwe kitu kimoja. Na nikaanza kwa preamble kusema this is not a memorandum that constitutes a coalition between ODM and UDA. Now, ndio ujue hawa jamaa hawakuwa na nia yoyote ya kutekeleza mkataba huu. Nilipomaliza kuandika, niliprint copy moja peke yake, nikashuka chini pale first floor nikapea Raila Odinga, akasoma akasema sasa hii ndio what ODM is about. Manake chama cha ODM ni chama cha kutanguliza mahitaji ya wananchi. Akaniambia ndugu zetu wa UDA wako pale Berur, ingia pale wasome, wakikubaliana na sisi tuende tufanye harusi tunayo. Sio? Nilipoingia pale haikuchukua dakika 3. Hawa jamaa hawakusoma huo mkataba. Hata ningeandika pale ndani William Ruto one term, hawangeona. Hawangeona kwa sababu nia yao haikuwa hiyo content ya huo mkataba. Walipitia, Ruto mwenyewe amekaa pale kwenye kiti pale, kina Cheruiyot wako hapa na mawakili kina Murkomen. Haya, iko sawa jamaa. Ati iko sawa? Hawakusoma bwana. Are you for real, Senator? Biblia hii hapa. Biblia hii hapa. Producer utakuja toa hii Biblia hapa. Hawakusoma huo mkataba. Nilirudi kwenye hall ambayo sasa wana ODM walikuwa. Watu walishtuka. Wakaniambia, ala, boss, umepelekea watu ama umezunguka tu hivi ukarudi? Because it took such a short time. Nikawaambia wamekubaliana na kila kitu. Baba akasema haya, twendeni tu sign. Tukaenda kusign. Mimi kuwepo pale ni jukumu langu kama katibu mkuu wa chama, ili niweze kuambia, na niliposimama kuzungumza nikajaribu nielezee wananchi kwamba what is this document about? We want to know what it is and what it is not. Now, umeuliza swali hapa kuhusu utekelezaji ama utendakazi wa serikali kuhusu huo mkataba. Ndugu yangu, kitu cha muhimu zaidi ambacho baba alikuwa ameweka kipaumbele ni maisha ya wananchi wetu. Baba alisisitiza kwamba tunataka mambo fulani yasimame. Tunataka hii mambo ya polisi kuchukua vijana pasi na sheria yoyote na kuwaua isimame kwanza. Kitu ambacho tulitaka kifanyike kwanza ni kwamba tusimamishe mauaji ya kiolela ya vijana, ili sisi sote kama kuna mambo mengine yatafanyika tuweze kufaidi. Huwezi kuniambia umejenga soko kwa ajili ya wafanyabiashara kule Homa Bay, alafu polisi watoke Nairobi wachukue kijana Albert Ojwang Homa Bay, waje wamuue hapa Central Police. Wewe umetujengea soko. Anataka tuongee juu ya soko, hataki tuongee juu ya Albert Ojwang. Ilhali huo mkataba ulikuwa unahitaji as a president, as I don't know how I can call a condition president. Msingi wake ulikuwa ni kudumisha uhai wa wananchi wetu wote na uhuru wa wananchi wetu wote.
ili tuweze kufaidi yale mengine. Kwa hivyo ndugu yangu, siku ile Albert Ojwang anawawa kwenye jela, mimi kama katibu mkuu, kama mwenye kuandika huo mkataba, nikasimama nikasema huo mkataba hauna maana tena. Shida zangu zikaanzia hapo. All right. So usiniambie mambo ya soko bana. Okay. Haya, sitakwambia. Sawa mheshimiwa. Tuko na mheshimiwa seneta. Tuko na mheshimiwa seneta wa county Nairobi, mheshimiwa Edwin Sifuna, dakika 21 kabla kufika 3 kamili. Eleweke kwamba mahojiano haya pia unayapata moja kwa moja kwa ndugu zetu kutoka Bonde la Ufa, that is Rift Valley, kupitia Berura FM, our sister radio station upande wa pili. Hii inabakia kwa Radio Maisha Radio, zaidi ya radio. Mheshimiwa Edwin Sifuna, tuingie ndani ya Linda Mwananchi na Linda Ground. Naam. Katika siku za hivi karibuni tumeona kwamba kuna upande wa Linda Ground kama wanalegeza kamba kidogo, na there is even one of them ambaye alikuwa anasema kwamba kama mtakubali kwamba you guys come back together mfanye kazi, itakuwa ni bora zaidi for the sake of ODM na for the legacy of Baba Raila Odinga. Nyinyi wote muna mwenzi. Mheshimiwa Edwin Sifuna, from the Linda Mwananchi ground, Linda Mwananchi, upande wenu wa Linda Mwananchi, what are the bare minimum leo hii ikitokea kwamba the Linda Ground team led by Oburu Oginga wana reach out kwenu kwamba you come back together, what are the bare minimum? Kwanza kabisa wacha niwaelezee, manake unajua imefika wakati ambapo lazima watu waelewe reasons ambayo tunafanya mambo ambayo tunafanya. Yes. Niwaambia mimi kama katibu wa chama na kama kiongozi hapa Nairobi lazima nitawajibika. Na watu wamekuwa wakieneza porojo sana kwa sababu tulikuwa tunafeel ni kwamba sio kila kitu lazima kiwekwe paruanja. Lakini imefika wakati ambapo lazima tuzungumzie haya maswali. Kwanza kabisa, hawa ndugu zetu wa Linda Ground sio watu ambao unaweza kuwaamini. Manake sio eti hakuja kuwa na efforts za kujaribu kuzungumza na wao. Yes. Na nitakupa mfano. Okay. Nitakupa mifano mitatu. Sijui kama mna wakati nyinyi. Tuko na wakati. Sijazungumzia haya masuala kwingine. Leo Radio Maisha lazima mpate hizi habari. Sifuna tulikwambia moja kwa moja. Hakuna simu imepigwa. Asante. Kama simu hujapigwa na hakuna unavoidable circumstances. Hakuna unavoidable circumstances. Twende kazi. Mfano wa kwanza, wakati ambapo Mheshimiwa Oburu Odinga ameteuliwa kuwa naibu kinara wa chama, mimi kwanza sikuwepo, nilikuwa nimetumwa kumleta baba nyumbani, si ndio? Haya, kulikuweko na baada ya mazishi tulikuwa tumeandaa mkutano wa Central Committee ambaye ilikuwa ni mkutano wa kwanza wa Central Committee ambaye alikuwa anachea. Manake katiba ya chama cha ODM, Central Committee ndio kitengo peke yake ambacho kinakuwa chaired na party leader. Naam, kabla ya huo mkutano tulikutana, Oburu Odinga aliniita tukutane na yeye kwenye makao makuu ya chama cha ODM pale Chungwa House. Na ilikuwa ni mara yangu ya kwanza sasa tunakaa na yeye. Baada yeye kuteuliwa, tumemzika baba nini, tunaenda kwenye mkutano wa Central Committee. Na tuliongea kama wanaume wawili kwenye ofisi ya party leader ya Raila Odinga pale Chungwa House. Na nikamwangalia kwenye macho nikamwambia, Mheshimiwa Oburu, baada ya ule mkutano wa Kakamega ambayo nilikuwa nimepangiwa watu wanipigie kelele, lakini wananchi wa Kakamega wakasimama na mimi, wewe ulisikika wazi ukisema kwamba huyu Sifuna hafai kuwa katibu mkuu. Nikamuuliza, Mheshimiwa Oburu, sasa baba ametuacha, hakuna mtu ambaye alijua kwamba baba atatuacha. Yes. Umejipata katika nafasi hii kwamba wewe sasa ndio kinara wa chama, na ule uhusiano kati ya party leader na katibu mkuu, it is so intimate ya kwamba iwapo kuna tensions kati yetu, huu uhusiano hautafanya kazi ipasavyo. Nataka nikuulize Mheshimiwa Oburu, iwapo unashikilia msimamo ule ambao ulishikilia kwamba Sifuna hafai kuwa katibu mkuu, nikupe barua yangu ya kujiondoa kama katibu mkuu wa chama leo, ili nikipe chama nafasi ya kuteua ama kupata katibu mwingine ambaye mnaweza kufanya kazi kwa kirahisi kwa ajili ya mustakabala mzima wa chama, ili chama kiweze kusonga mbele. So, ulikuwa tayari kujiuzulu mbele ya Mwenyezi Mungu. Mheshimiwa Oburu akasema, Sifuna, hayo ni mambo yamepitwa na wakati, hata na mimi sikujua kwamba nitajipata katika nafasi hii ya party leader. Hakuna mtu alitarajia kwamba ndugu yangu angefariki. Tuko katika very delicate period of transition. Ningependa tukae pamoja ili tuweze kupita wakati huu mgumu ambao umetoa changamoto nyingi kwa ajili ya chama. Mbele ya Mwenyezi Mungu tukashake mkono
Unajua mimi ni mwanaume Mluya bwana. Tukikaa wanaume wawili tusikizane na tushake mkono. Sisi tunajua hiyo maneno imefanya nini? Yameisha nam. Tukatoka pale tukaenda kwenye mkutano wa Central Committee ile tulifanya pale Westlands, ndio tukatoa taarifa zetu ambazo tulitoa hapo. Mfano wa pili, kabla ya mkutano ule ambao ulifanyika Kilifi. Kulikuwa na mkutano ambao ulifanyika Kilifi. Wakati huo mambo yalikuwa yamechemka sana. Tulikuwa na wale ambao wanaitwa trustees wa chama. Walikuwa wamependekeza kwamba kabla tufanye hata mama yangu Mama Aida mwenyewe alikuwa ameniomba wakati tumeenda kwake pale. Akasema hakuna jambo ambalo limeharibika. Tafadhali kaeni chini mzungumze. Na ile proposal ambayo ilikuwa imetolewa na wale trustees ni kwamba before you do these formal meetings za vitengo vya chama, kaeni kama ndugu muweze kutatua zile shida ambazo ziko ndani. Na makosa yangu moja tu ni kwamba mimi nashikilia vile ambavyo nimesema hapa kwamba hakuna siku baba alisema tutamuunga Mheshimiwa William Ruto mkono. Kwa hivyo ile problem wako nayo na mimi ni kwamba nimekataa kuunga William Ruto na nina sababu zangu na nimeeleza na nimewaambia hapa siasa ni ushawishi. Hata nimewaomba mtuite wale ambao wanasema William Ruto anafaa kuendelea katika uongozi, akae pale atupe sababu na sisi tuwape sababu ambazo tunaona kwamba hafai kuwa rais hata kesho. Unanielewa? So siasa ni ushawishi. Makosa yangu kubwa ni hiyo. Tukaambiwa tuketi kwanza tuzungumze. Mkutano ulipangwa Jumapili kwa sababu nakumbuka huo mkutano wa Kilifi ulikuwa Jumatatu. Tukapanga mkutano kwenye nyumba ya Mheshimiwa Bosire pale Karen. Sunday saa 4 nilikuwa kwenye nyumba ya Mheshimiwa Bosire. Tumekaa hapo na yeye tunangoja Junet, tunangoja Mheshimiwa Oburu. Hawakufika. Hawakuja. Haya, usiku saa ile nimelala, nilikuwa na tikiti ya kwenda Kilifi, ninayo hapa. Kuna wale baadhi ya wafanyikazi ambao wanafanya pale, amenitumia arafa ananiambia Sifuna, kuna maagizo tumepewa hapa ya kwamba kuna vijana wataruhusiwa waingie, lakini wale walinzi wako hawatakubaliwa uingie. Tunaona kwamba utakuwa katika hali ya hatari. Unaona? Nani amekutumia ujumbe? Mfanyikazi kwenye hiyo venue ya hiyo mkutano. Walikuwa wamepeleka kule vipingo. Mfanyikazi mmoja akaniambia, unajua uzuri ya kuwa Mluya ni kwamba wale watu wanasimamanga kwa gate wengi ni Waluya. So watu wako kila mwami tafadhali bwana. Baya, lakini iliniokoa. Jamaa amenitumia message akaniambia, mtoto wetu usikuje hapa, wamekuchorea. Haya, mimi nikasema nitatuma apologies zangu. Na kweli jinsi ambavyo waliniambia, huyo jamaa aliniambia wakati wa kusoma ile resolutions, unakumbuka mlikuwa mnasikia kwenye mic wale vijana walikuwa wanapiga simu, hata walitengeneza videos, walikuwa wametolewa hapa. I was actually the one scripting na nilisikia. Ulisikia. Walikuwa wameletwa pale katika eneo ambalo ni private. Unajua vipingo ridge ni mahali ambao ni private. Yes, exactly. Na ilikuwa mkutano ipelekwe huko kwa ajili ya usalama wa kila mtu. Unaniona? Unanielewa? Wakanipangia wahuni waje pale wanidhuru. Haya, nitakupa mfano wa mwisho ili kudemonstrate ya kwamba hawa jamaa hata wakikuambia wanataka kuzungumza, wanaweza kukuita mahali kumbe wamekupangia wakudhuru, wakuumize. Unanielewa? Manake nimesema tumewashinda kila kitu. Tumewashinda akili, mawazo, tumewashinda ideas, tumewanyang'anya DJ. Mungu wako upande yetu. Wewe pia umekuwa kama Rais Ruto. Yeye ndio anasema hawana akili, hawana. Tumewalemea. Ile tu kukaa kwa debate tuulizane, why are you supporting Ruto, and I explain to you why I'm not supporting him. Wameshindwa. Hawawezi hiyo kazi. So wameamua njia ni fujo. Huyu Sifuna ni kupigwa tu imebaki. Unaona vile walivyomfanyia Mheshimiwa Osotsi kule Kisumu. So, mfano wa mwisho ambao nataka kupatia. Kulikuwepo na mkutano wa Mombasa. Mkutano wa Mombasa ambao sasa walijaribu hati wanatangaza kwamba wamemtoa Sifuna. Mnakumbuka huo mkutano? Jioni yake kabla ya huo mkutano, tulikuwepo kwenye mkutano tena kule Karen kwenye boma la Mheshimiwa Bosire. Alikuwepo yule former attorney general anaitwa nani? Amos Wako. Alikuweko Mheshimiwa Oburu, alikuwepo Junet Mohamed, alikuwepo Senator Osotsi, alikuwepo Bosire, nilikuwepo mimi. Wanaume ngapi? 6. Tumekaa tukazungumza na tukasikizana. Hata resolution ya mwisho ni Oburu alisema. Akasema sasa itabidi we consult each other more. Tutakuwa tunazungumza na katibu wangu, tutafanya mambo kwa kipamoja, nini. Walipoondoka pale, habari ambazo tunazo ni kwamba walipita kwingine.
asubuhi yake wanasoma arafa kusema wamemtimua katibu mkuu wa chama. Mheshimiwa Edwin Sifuna, ukiniuliza wewe, unaniuliza wakikuja waseme wanataka kuzungumza. Kwa sababu nimekuepo katika siku za karibuni. Hii historia ambayo nimekupa inaonyesha kwamba these people hawako genuine, kwa sababu mimi niko radhi wakati wowote kuzungumza na mtu yoyote. Manake I am not the problem. Unanielewa? I am not the problem. Lakini historia hii nakupa ni kwamba hata kwa ajili ya usalama wangu tu, kwa sababu hata kwenye huo mkutano wa Mombasa, kama mlikuweko pale kama waandishi wa habari, mliwaona wale vijana ambao wametumwa kuharas watu. Hata kule Kilifi walimharas mheshimiwa Milionea. So mheshimiwa Sifuna, ile kitu ambayo uliuliza, conditions. Yes. Kwanza, we come from a position of good faith. Hata na example ingine tulienda kwenye baada ya wao kwa sababu ya muda, example ni mingi, lazima kieleweke leo. Ama simu imepigwa basi. Kama simu imepigwa mniambie. Hebu toa hiyo mfano basi umalizie. Msinitishe bwana. Hapa sio Radio Jambo bwana. Ala. Sasa tulienda mahakamani baada ya wao kusema ati wametoa Sifuna, si ndio? It was unprocedural because katiba ya chama inasema lazima mniambie makosa yangu na mnipe fursa ya kujitetea. So nilipoenda kotini, mahakama ile ya vyama ya kutatua migogoro ya vyama ilituambia sisi wote, mimi kama Sifuna na wao kama chama, kwamba in good faith can you go and institute the internal dispute resolution mechanism, kwa sababu katiba ya chama inasema tuende kwenye arbitration kama kuna issue. In good faith mimi Sifuna nikaandika barua kwa sababu katiba inasema tusikizane wale arbitrators watakuwa kina nani. Nikawaandikia barua nikasema haya twendeni kwenye arbitration, na mimi na propose arbitrators watatu, nikapeana majina ya mawakili wakuu ambao wanaheshimika kila mahali watatu. Ilikuwa na matarajio yangu kwamba wao watasema labda huyu wakili wana shida naye, wa propose wengine, alafu tukue na jopo la watu watatu tuketi tuzungumze. So nilipoandika hiyo barua wakakataa. Wakasema hakuna arbitration, unaenda disciplinary. So wao ndio watu ambao unaniuliza itachukua nini? It requires good faith. Manake nilitoa ahadi kwa boss wangu wakati wa mazishi wake kwamba haitakuwa Sifuna mwenye kukivuruga ama kukivunja chama cha ODM. I am the victim here, kwa sababu kuniuliza mimi, unafaa kuuliza. Watu wanasema Sifuna Sakale, watu wanasema na kauli yako tu ni kwamba kuna njama za kwamba Sifuna aendelea kubaki na ODM, aivuruge within. So by the time anatoka anaacha kiwa ni is a shell. Kwanza anaivuruga kivipi? Mimi ndio navurugwa, ndugu yangu. Mimi ndio navurugwa kwa sababu nimekupa historia na nimekupa muktadha. Haya masuala hata sijayazungumzia mahali pengine. Wewe ndio wa kwanza kusikia hii mambo. Wewe ndio unafaa kuelewa zaidi, kwa sababu shida sio Sifuna. Namba 2, ndugu yangu, wale ambao wanasema tunavuruga chama, mimi ninajua, sijajua chama kingine tangu nianze mambo ya siasa. Mimi 2002 sisi ndio vijana tulikuwa tunaimba yote yawezekana bila Moi pale Uhuru Park. Unanielewa? Na sijajua kiongozi mwingine ni Raila Odinga peke yake. Nimekuwa mwanachama wa ODM. Na wakati huu wote ukiangalia historia ya ODM, kumekuwa na hii inaitwanga movements within the party. Kulikuwa na ile ODM fresh, kina mama wakafanya hatubanduki. Yani hakuna kitu ambacho inasemekana kwamba katiba ya chama haisemi ati lazima sisi wote tutembee kwa kipamoja. Unajua watu wana nguvu tofauti. Kwa mfano nikianzisha vuguvugu la vijana ndani ya chama cha ODM, yote ni kuchangia nguvu ya chama. Wao walipoanzisha Linda Ground, nani aliwaambia nani amewakataza? Nani amewakataza watembee kwenye ground wakilinda ground? Lakini wanalinda ground kutokana na fisi, na wao wenyewe ndio walifungulia fisi kuingia kwa ground yetu. Mheshimiwa, labda kabla, kwa sababu ya muda, na bado tutaingia nayo katika awamu inayokuja, kwa sababu leo ndio ile siku, leo ni radio, lazima waelewe. Swali moja hapa, kuna baadhi ya wakosoaji wako wanahisi kwamba you are also speaking from both sides of your mouth, and I'll tell you why. Kwamba kwa njia moja, wakati fulani umezungumza ukisema kwamba you don't want to be SG wa Oburu, na ukamuita mediocre kama sijakosea. Alisema kwamba hawezi kuwa SG of mediocrity. Na kwa upande mwingine kuna hili jopo, na kuna bila shaka jaribio la kuweza kutaka basi swala hilo liweze kutatuliwa kupitia kwa jopo la utatuzi wa migogoro ndani ya vyama. Hivi msimamo wako ni gani? Unataka kuwa SG, hutaki kuwa SG? Wacha niwaelezee. And are you still the SG? Mimi bado ndio katibu mkuu wa chama cha ODM. Sijatolewa. Na shughuli hiyo nzima iko mahakamani, na ni kwa sababu moja peke yake. Nimekupa
story ya kwamba nilikuwa tayari kumpatia Mheshimiwa Oburu barua nimwambie wewe kama bado you feel that Sifuna should not be the SG, you can get opportunity to appoint your own SG, si ndio? Nimesema publicly sio lazima Sifuna akuwe SG. Kile kitu ambacho tunasisitiza sisi, tunalinda maadili na sheria na katiba ya chama cha ODM. Umesikia tukiwaambia kwamba tulikuwa tunatarajia tuite mkutano wa NDC ambao kuna uchaguzi wa viti vyote. Mimi Sifuna niende kwa debe, wao sijui wako na SG wangapi, wasimamishe yule mtu ambaye anataka, akinishinda katika uchaguzi wa chama nikubali. Yeye akubali kwamba kuna watu ambao wameonyesha nia ya kukua viongozi ama vinara wa chama cha ODM. Kuna watu ambao wanataka kuwa wenyekiti wa chama cha ODM. Walete lineup yao, tulete lineup yetu, wananchi wakuje pale Kasarani wachaguane. Iwapo watatoa Sifuna kwa njia ambayo inafaa, mimi sitangangania kitu. Siwezi kuamilia kitu, hii kitu si yangu, ni ya wanachama wa ODM. Ile kitu naona tukifanya kotini ni kuwarai kwamba wafuate katiba ya chama. Mimi nataka nirudie hapa sasa. Sisi wanalinda mwananchi tunataka uchaguzi ndani ya chama cha ODM. Kwa hivyo uko tayari kuwa SG wa Oburu Oginga? Na kuambia niko tayari kuwa SG wa kionara ambaye amechaguliwa na wanachama wa ODM. Tuingie kwenye debe. Na shida ambayo tuko nayo, unajua mimi mwenye aliniharibu ni Raila. Alikuharibu ama alikutengeneza? Aliniharibu. Wacha nikuambie vile aliniharibu. Ndio maana watu hawanielewi. Baba aliniharibu kwa sababu baba alikuwa anaheshimu kila mtu. Baba alikuwa ananiheshimu mimi, ingawaji nilikuwa mtu mdogo sana kwake, alikuwa ananionyesha heshima. And do you know that is how baba earned the respect and the name baba. Nimewapa mfano, mimi nina stories za hadithi za siku nyingi bana. Mheshimiwa Raila Odinga alipopoteza kijana yake Fidel. Mwaka wa 2015 nilienda kumpa pole. Fidel alikufa Jumapili. Jumatatu niko Karen kumwambia baba pole. Nikaenda na wageni walikuwa ni wengi wanaingia kuja kutoa pole zao. Nikamwambia baba pole. Wakati huo tulikuwa na uchaguzi mdogo kule Homa Bay ya senator. Baada ya Mheshimiwa Kajwang Gerald kuaga dunia. Na baba alikuwa ameenda Homa Bay before, akasema kwamba kutakuwa na mchujo wa wazi ili kuchagua yule ambaye atakuwa mgombea tikiti ya chama cha ODM. Baadaye akageuza akasema tunataka kuenzi familia ya Gerald Otieno Kajwang kwa kumpa huyu Kajwang wa sasa Moses tikiti ya moja kwa moja. Nikamwambia mzee, hiyo hatutakubaliana. Nikakataa. Na tulikuwa tuna campaign kwa sababu ya rafiki yangu mwingine alikuwa anaitwa Jaka Kimba, pia alikuwa anataka Silas. Haya. Nilipoenda kuona mzee kumwambia pole, nikamwambia pole kwa sababu tulikuwa tunaavoidiana. Mimi nilikuwa namuavoid juu ya hiyo story ya wewe unataka kufanyika mchujo. Sasa lakini imebidi tuonane. Sasa nikaenda nikamwambia mzee pole, alafu nikahepa haraka. Jamaa akanifuata. Akanisimamisha hapo kwa corridor hapo nje ya nyumba yake, akaniambia Sifuna, ngoja kwanza. Kuna kitu nataka tuelezane hapa, nimeambiwa umekasirika sana. In fact alitumia kizungu akasema, I have been told you are sulking. I need to explain to you why we need to honor the family of Nyakwamba. Yes. Can you imagine? Katikati ya huo uzuni wote, amepoteza kijana yake, amechukua muda kunielezea uamuzi wake kuhusu swala zima la Homa Bay. Huyo ndio mzee aliyeniharibu. Akaonyesha kwamba anamuenzi kila mtu. Tulikuwa sisi tumezoea vile vijana wanasema kuchukua moto direct kutoka kwa transformer. Kwa hivyo ukiniweka kwa power bank inanisumbua kidogo. Sijui kama mnanielewa. Bwana, tuko na usiseme nimetusi. Tuko na seneta wa kaunti ya Nairobi Mheshimiwa Edwin Sifuna. Mheshimiwa Sifuna, tunampisha msomaji wetu habari. Nasema maana yupo ndani ya studio. Nimekalia kiti chake. Kiti chako kingine kiko hapa. Sawa. SG unajua umetumwa wewe. Siku zimepigwa. Tunaendelea. Katika ndani ya maisha asubuhi, ndani ya bunge la maisha this morning. Tuko na Mheshimiwa seneta wa kaunti ya Nairobi Edwin Sifuna. Anasema kwamba yeye ndiye Edwin Sifuna. Na ileweke kwamba ni mazungumzo ambayo pia yanakukujia moja kwa moja kupitia station our sister station ambayo ni Berur FM kwa ndugu zetu kutoka katika jamii ya Bonde la Ufa. Bila shaka shout out kwa Arap Limo pamoja na Jeff Kirui ambao bila shaka ndio manahodha upande ule wa pili.
na tunasema kwamba wasikilizaji wetu kutoka eneo la Bonde la Ufa ambao mnasikiliza kupitia Beru FM vile vile tunawatambua na tunasema asante sana kwa kuendelea kutupigia support. Bila shaka. Na Mheshimiwa Edwin Sifuna, kabla tujarudi kwako kwa maswali, nadhani kwamba ni wakati mwafaka tuende kwa msikilizaji ambaye uko na maswali mawili matatu. Nambari yetu ya simu asubuhi ya leo ni 0719012700. Nambari ya simu ni 0719012700. Uko na swali gani kwa Mheshimiwa Edwin Sifuna? Uko na swali gani kwa Linda Mwananchi? Uko na swali gani kwa chama cha ODM kwa jumla? Alright. Vedo Maisha, hello. Rido Maisha, hello. Habari ya asubuhi, unaitwa nani kutoka wapi? Salama sana, mnaongea na Steven Mweresa kutoka Kisumu County. Swali lako ni gani? Mimi swali langu kwa Mheshimiwa Sifuna. Mheshimiwa Sifuna? Nakusikia ndugu. Ya, kwanza ningependa kukupongeza kwa ule ujasiri wako kama kiongozi. Ya, na swali lenye ningekuuliza, hii Linda Mwananchi endgame itakuwa nini? Utasimama kuwa rais ama utaegemea ule mlengo wa United Opposition? Kwa sababu naona agenda yenu ni moja ya kusema one term. Alright, shukrani sana kwa swali lako. Vedo Maisha, hello. Vedo Maisha, hello. Poa sana Sakali na hukumu. Unaitwa nani kutoka wapi na swali lako ni gani moja kwa moja? Ni Filipo Kajiado, usalimie Mheshimiwa Sifuna. Swali yangu ni mbili. Mheshimiwa Sifuna, kama mpango yenu ni ya kutoa Kasongo, mko na mpango ya kushikana na kina Rigathi Gachagua kwa sababu mkigawanyika Kasongo atapita katikati. Alafu swali la pili, hii t-shirt ambayo Mheshimiwa Sifuna anapenda kutembea naye nyeusi na kuna kalama ya moto, ni ishara ya kuwa atakuja kuwa na chama kama hiyo ama ni anapenda tu kufaa? Thank you very much. Maswali so interesting. Vedo Maisha, hello. Hello Vedo Maisha. Unaitwa nani kutoka wapi na swali lako ni gani dadi moja kwa moja? Shukuru mwenyewe kutoka Virembe Shinyano. Swali lako ni gani? Swali langu kwa mheshimiwa ni kwamba ata step down ama tunaendelea naye, because yeye ndiye amefanya tunaacha mambo mengine yote. Sisi tunajua tu sisi ni Sifuna. Atuambie sasa hivi kama ni kufuata mtu mwingine tuachane tena mapema hii. Mweshi, unasikia? Nasikia. All right. Vedo Maisha, hello. Hello, ni Maina nikiwa deep lock. Swali lako ni gani? Nikuuliza mheshimiwa, atasimama juu. Nimepata simu nyingi kutoka Gituge, Nyeri na Gitaru huko na Kindaruma. Wote ni watu ya Mlima, anasema Sifuna block yake ya Mlima na Western na sehemu nyingi sana, na kwanza nikwe debiti yake na kuja mpaka Diblo. Watu wa Kasireti wanataka yeye sana na mimi ndio ndaongoza. Vedo Maisha, hello. Hello Radio Maisha. Unaitwa nani kutoka wapi na swali lako ni gani? Huyu ni Alex Luyo Arara, niko maeneo ya Kusera. Habari ya Super Senator Sifuna. Ndio mlamumu amewanywereja ina mozili. Bwana, ndio kuanza bwana. Yaani vuguvugu yako yenye umeanzisha hii. Kila mahali unaona mtu anajiita tu mimi ni Sifuna. Hata niko hapa na kajunia kanga kanasemanga mimi Sifuna. Sasa mimi jambo langu la kwanza Mheshimiwa Sifuna. Rally yenye inafuata mtakuwa wapi? Tunataka muende hata huko Mount Kenya huko. Muende mzidi kufanya. Mmefanya vijana wamejiandikisha kura mingi sana. Alafu swali langu la pili, kuna chama ambayo ina trend kwa mtandao inaitwa sijui race resistance. Kitu kama movement. Unaona kwa mtandao wanasema hii chama ndio Sifuna anakuja huko. Sasa nataka uniweke sawa hii chama. Unaijua hii reference hii ni Alex Jonikuwa maeneo ya Kusera. Sakali. Sijawahi pata maswali chungu nzima kama leo. Labda nitasoma machache tu. Eagles Hunt kutoka Maimahiu Town anasema swali langu, je, wana mpango wa kukiasi chama cha chungwa na kubuni chama kipya kilicho na mvuto kwa vijana ama watangangania chungwa? Alafu kuna huyu anaitwa Robert Owino anasema niko Malalani Ukunda. Sifuna anasema mtupe mpango mapema. Masando ya songi tumalize kazi. Ndivyo anavyosema huyo. Alafu kuna mwingine hapa anasema Robert Makungu anasema sisi ndio yeye, we want him back in Kisumu, in fact akuje maeneo ya Seme. Please Dr. Nyikal move to Linda Mwananchi. Ndivyo anavyosema. Alafu labda nitasoma ujumbe mmoja zaidi. Wengi wanasema wanakuhitaji usimame kama kiongozi wa kitaifa. Huyu anaitwa Kevin Likabu Mutsoto anasema jamani usiidhinishe mtu mwingine. Kisha kaka Hukumu
hukumu kwa faida ya mashabiki wetu wa Berur FM. Naona vile vile kupitia kwa watangazaji wetu wa Raplimo pamoja na Jeff Kirui, kuna maswali kadhaa hapa utaweza kuyanakili vile vile. Wanasema kwamba ODM has historically struggled kupata nafasi katika Kalenjin community. Nauliza kwamba what is your strategy kuweza kuwa na umaarufu katika eneo lile. Alafu kuna swali jingine hapa, ni vipi utaweza kukabili long standing political loyalties in the region. Najua ni masuala ya Kingpin na eneo la Kalenjin, tunajua ndiko anakotoka Rais William Ruto. Alafu labda kwa sababu ya muda nitasoma tu jingine moja. Anasema kwamba does ODM truly understand maslahi ya watu wa jamii ya Kalenjin, ama inajaribu tu kufit katika eneo hilo kwa ajili ya bila shaka masuala ya kisiasa? Ni swali jingine ambalo umeweza kuulizwa hapa kutoka kwa mashabiki wetu upande ule wa Berur FM. Mheshimiwa Sifuna, nafasi ni yako. Asante sana. Kwanza nataka niwashukuru wote ambao wanatusikiliza kupitia Radio Berur na hapa Radio Maisha. Kuna rafiki yangu sana ambaye amekuwa mshirikishi wa ODM kwa muda mrefu kutoka kule Bomet. Anaitwa Ronald Ngin, tunamuitanga Tinget. Tinget, yes. Yeye anafanya kazi pale Chungwa House na anasema pia yeye anasikiliza. All right. Na watu wa kule Bomet wanamjua vizuri sana. Sasa haya maswali ni mengi sana, lakini unapoyachukulia yote kwa kipamoja kuna maswala mawili ama matatu ambayo yanaibuka, kwa sababu watu wangependa kujua msukumo mzima na ili vuguvugu zima tunafanya kwa sababu gani. Okay. Yule Steven Mweresa aliuliza endgame ya Linda Mwananchi ni nini? Kwanza kabisa nataka nieleweke vizuri. Kwanza mimi ni katibu mkuu wa chama cha ODM. Mimi ni mwana ODM. Mpaka sasa hivi kwa sababu nimekuambia kwamba sijajua chama kingine chochote, na nilivyosema kule kwingine kwenye Spice FM ni kwamba it is never too late to do the right thing. Kila mtu anajua ukweli ulipo, na kila mtu anajua kwamba wengi wa wanachama wa ODM, kwa sababu na sisi wanatuzungumzia sisi wote kama viongozi, wengi wa wanachama cha ODM hawakubaliani na baadhi ya uamuzi ambao umefanywa na wale walioko katika uongozi wa chama kwa sasa. Hawakubaliani na huu wito wa kukaa pamoja na Mheshimiwa William Ruto. Hawakubaliani na msukumo wa mambo ya two term. Kila mtu anajua kwamba William Ruto is bad for this country, na wanachama wetu wenyewe wametuambia. Kwa hivyo kile ambacho tunajaribu kushinikiza ni kwamba bado kuna muda wa kufanya lile ambalo wanachama wetu wanataka. Tuitishe mkutano, watu wachaguane, kwa sababu kwa sasa kila mtu amejua kuna kambi ambayo inaunga Ruto na kuna kambi ambayo haiungi Ruto. Tufanye uchaguzi. Iwapo tutafanya huo uchaguzi, wacha wanachama, kwa sababu mimi najua wanachama watachagua timu yetu ya Linda Mwananchi kuchukua uongozi wa chama hiki. Why are you convinced hivyo? Kwa sababu nimetembea katika maeneo ambayo yamekuwa ni ngome ya chama cha ODM. Unakumbuka kwamba tulianzia mikutano yetu kule Busia. Wengi hawajui, na kwa sababu mimi ndio katibu mkuu na ninaweka stakabadhi za chama, kaunti ambaye imesajili wanachama zaidi ambao ni wapiga kura ndani ya chama cha ODM ni Busia. Sio Homa Bay, sio Migori, sio Siaya, sio Kisumu. Okay. Ni Busia ndio ina wanachama wengi zaidi wa ODM. Nimeenda kule kumkutano wetu wa kwanza tulifanya ndani ya mji wa Busia. Na wametuambia ya kwamba kwa maoni yao wao wanataka tuende njia tofauti. Nimefika Mombasa kwa sababu Mombasa na hiyo imekuwa ni ngome ya chama cha ODM. Na kuna mtu ameuliza hapa swali eti tuna agenda gani kwa sababu ya watu wa Rift Valley ama wa Kalenjin. Yes. Nataka nimkosoe kwamba kuna lugha fulani ambaye kila mtu anaelewa. Nitakuuliza kwa mfano, baba alikuwa ni Mjaluo, si ndio? Anaondokea Siaya. Alitumia lugha gani ili tuweze kumchagua mwanachama wa ODM kuwa gavana kule Tana River, na wale hawaongei lugha yake? Kuna lugha ambaye kila mtu anaelewa, na ni lugha ya maadili, yale maadili ya demokrasia, ya haki, kwa sababu ukiwa wewe ndio unazungumza lugha ya haki, uwe Mkalenjin, uwe Mluya, uwe Mjaluo, hiyo lugha kila mtu anaielewa. Na ndio kwa maana tunawaambia ndugu zetu kwamba Kenya ambayo tunaitaka sasa sio Kenya ambayo itaangaliwa katika misingi ya kikabila. Iangaliwe katika misingi ya maadili. Okay. Je, Mkalenjin anapenda demokrasia zaidi ya Mluya ama Mjaluo?
Kila mtu anataka demokrasia. Vijana ambao wameuawa kwa mfano kwa kupost vitu kwenye Facebook na kwenye Twitter, haijafuata ati jamii fulani. Ni vijana wetu wengi, hata kule kwenye Rift Valley kuna vijana ambao wameuawa kwa sababu ya kupost kitu ambacho labda hakijamfurahisha mtu. Kila mtu anataka kuishi katika nchi yenye maadili. Unakumbuka kulikuwa na kashfa kubwa sana ambayo iliwahusisha vijana wengi kule Uasin Gishu ya kupelekwa kule Finland wakaibiwa pesa. Tunataka tumalize ufisadi Kenya. Unataka nikikuuliza ndugu yangu wa Kalenjin, wanataka tumalize ufisadi ama hawataki? Ndani kila Mkenya anataka haya mambo yafanyike. Kwa hivyo sisi tunataka tuseme ajenda yetu ni kurudisha Kenya yetu kwenye reli ya maadili. Iwapo kutakuwa na nchi ya demokrasia, tuko na uhuru wa kusema, uhuru wa kutembea, uhuru wa kufanya mikutano, uhuru wa kuzungumza, uhuru wa kuabudu. Huo mfumo unafaidi kila Mkenya. Tunataka nchi ambayo inatawaliwa na sheria. Iwapo ndugu yangu una ile dispute na Sifuna, uende mahakamani, tuseme nimejaribu kunyakua shamba yako, mahakama iseme hii shamba arudishiwe mwenyewe. Alafu kwa sababu ati mimi ni senator ni kuambie hiyo karatasi uko nayo hiyo, we tuone pale itakupeleka, kwa sababu hii shamba bado ni ya senator, nitume maguns pale. Tunataka nchi ambayo inatawaliwa na sheria, sio nchi ya mambo ni matatu bwana. Mnanielewa? So haya maadili ambayo tunataka kurudisha, kwa sababu katiba hii yetu tunayo imeweka tayari yale maadili ambayo tunataka serikali izingatie. Mtu yeyote anaweza kujenga barabara. Mwana demokrasia atakujengea bypass kama ile tumeona Eldoret kutoka airport, inatusaidia tukienda Western kule. Dikteta pia anaweza kujenga barabara. Niliwapea mfano, na unajua mnisamee tu kwa sababu niko kwa station ya Moi. Lakini Moi alitujengea uwanja wa Kasarani. It is a beautiful stadium, kila mtu anakubali. Tukafanya michezo pale miaka ya 80. Lakini ukiuliza Wakenya wengi watakuambia hawataki kurudi katika maisha ambayo ilikuwepo chini ya Mheshimiwa Moi, kwa sababu wakati ule polisi wangefika hapa watubebe bila sababu na tufungwe bila kufikishwa kotini. Sasa ukiuliza Gen Z wa leo, unamuuliza tu, wewe ukiambiwa uchague kati ya uhuru ambao tunao sasa wa kusema, wa kutembea, wa kufanya mambo ambayo unataka kuyafanya, ama tukujengee kiwanja cha Talanta, utachagua gani? Swali nzuri Mheshimiwa Senator. Katika baadhi ya maswali ambayo umeulizwa, kwa sababu ya muda tunaelekea kumalizia, umeulizwa kwamba Linda Mwananchi mnasema kwamba ajenda ya kwanza ni kuhakikisha kwamba kunakuwa na mabadiliko ya utawala. Na hiyo ina maana kwamba ni kumuondoa rais aliyoko madarakani. Na ili hiyo ifanyike inahitaji muungano, kwamba watu waungane, mtu asije akapita katikati. Akakuuliza kwamba je, Linda Mwananchi, je, mko tayari kufanya kazi na United Opposition? Specifically, are you guys ready to work with Rigathi Gachagua? Nimesema wazi kwamba huu mfumo mzima wa kumfurusha William Ruto utahitaji kwamba tuwe na mazungumzo magumu sana, kwa sababu haitakuwa rahisi, manake na yeye pia ni mwanasiasa mtajika, amekwepo kwenye siasa na ana wafuasi wake. Mimi ninavyojua ni kwamba formula ya kumuondoa Mheshimiwa William Ruto ni kwamba tuingie katika muungano mmoja ili awe na opponent mmoja. Na kwa sababu unajua Wakenya wanasema, na nimejaribu kueleza hapa kwamba tunajaribu kurudisha Kenya kwenye reli ya maadili. Baada ya kukubaliana na ndio maana tunatembea katika maeneo mengi. Tunajaribu kuwashawishi Wakenya kwamba Kenya does not have a hardware problem. It is not about roads and markets and shiny things. It is about values of human rights, democracy and freedom, social justice, rule of law. Iwapo Wakenya watakubaliana na sisi kwamba tunaweza kujenga stadium lakini pia tusiue vijana wetu, iwapo watakubaliana na sisi, basi tutakuwa tumejenga frame. Kwa mfano, sijui nitoe mfano gani. Hii frame ambayo tumejenga hii, tunasema tunataka kurudisha reli Kenya kwa reli ya maadili. Yule ambaye atakuwa kinara ama yule atakuwa candidate wa kumtoa Mheshimiwa William Ruto, hafai kufanana na Ruto hata kwa kitu kimoja. Hata mapua yako ikifanana na yake tunakataa. Sijui kama mnanielewa. Tumekuelewa. Lazima hayo maadili tukubaliane, kwa sababu mimi kama Sifuna niliwaambia sisi si watu wa kuchochwa. Sisi si watu wa kuingiza wa hewa ati wewe Sifuna. Na nataka niwaonye wa Kenya. Hii language ambayo nimeanza kusikia hii, wanasema ati Sifuna lazima aende kwa debe
ati kama si Sifuna. Nimesikia mwingine akisema hapa ati kama siko kwa debe ati tuachane mapema. This thing is not about Sifuna bwana. Tunajaribu kukomboa nchi. Mkileta haya maneno mtasambaratisha hii opportunity ambayo tuko naye kuweka historia kwamba iwapo tutakuwa na serikali ambayo haitusikizi sisi wa Kenya, tutawafurusha tuende nyumbani. Nataka ngoja nieleze bwana boss, tafadhali msifanye hii kitu iwe juu ya Sifuna. Okay. Tunataka tujenge movement ambayo inaweza kuwa consequential, tuweze kuwa na movement ambayo inaweza kuleta mabadiliko katika Kenya hii yetu. Lakini wale ambao watapata fursa ya Wakenya waseme wewe ndio tunataka utuongoze, lazima tukubaliane wewe ni mtu aina gani. Na wakisema ni Edwin Sifuna, ndio nakwambia wacha tupitie hiyo process, kwa sababu unajua wengine ni jua wanijui. Okay. They think I am perfect. I am not perfect. I also have my flaws. We need to be tested, bro. Okay. We need everybody's history iwekwe pale. Kuulize Sifuna, tunajaribu kusema tunataka kumaliza mambo ya mauaji. Na wewe hii historia yako na mauaji itakuwaje? Tuulize hiyo swali. Tunajaribu kufurusha wafisadi. Na wewe hii shamba uko nayo ulitoa wapi? Tukikuweka wewe na Ruto kwa debate, na tumesema hii debate tunaifanya about software. Utapita hiyo interview. So let us go through the process. Okay, but what I want to give assurance is this, that we will not let you down. Sisi sio waoga, baba hakulea waoga, na kwa sababu mmetuonyesha upendo kwa kila mahali tunaenda. Nataka nichukue fursa hii kusema asanteni sana kwa kujitokeza. Mliona jinsi ambavyo ndugu zetu wa Kisumu walionyesha ile maturity ya kidemokrasia ya kwamba kuna hata kama maoni yangu na yako haipatani, tupe fursa tuzungumze. Wana Kisumu walitupokea kwa kishindo. Kuna wale ambao walikuwa wamepanga wahuni pale, walisema sijui Kondele ni watu wabaya, ati watatupiga mawe. Tulipita Kondele tukapokelewa vizuri, tukaenda tukafanya mkutano wetu tukatoka. Watu wa Kisumu nataka niseme asante sana. Watu wa Mombasa, watu wa Nakuru, watu wa Narok, watu wa Kajiado, mikutano yetu yote na Wabusia pale tumeenda, wananchi wamejitokeza. Na sisi kama viongozi tunawasikia, we can hear what the people are saying. Ile kitu nataka ni waashue ni kwamba mtupe muda tujipange, kwa sababu hii kazi, hii safari si eti kitu unaamka tu unasema mimi nataka kwenda. Lakini cha muhimu zaidi wajue ya kwamba hatuwezi kukaidi wito wa wananchi, hatuwezi. Okay, labda swali moja kwa sababu ya muda tukielekea kumaliza, Mheshimiwa Sifuna, nani anafadhili shughuli za Linda Mwananchi, na hivi uhusiano wenu nyinyi na Rais mstaafu Uhuru Kenyatta ni upi? Naam, wacha niseme hivi, treasurer wa Linda Mwananchi ni Mheshimiwa Osotsi, na nitamwambia print M-Pesa statement yake muone pesa inatoka wapi. Sisi wenyewe ndio wenye kufadhili mikutano yetu. Ndugu yangu, nilitoa pesa zangu mimi mwenyewe kwa ajili ya mikutano hii yote tunachangisha pesa, na wabunge wengi ambao tuko nao na wengine hata wenye hawawezi kusimama mbele ya watu waseme ni walinda mwananchi, lakini hao wakora siku watapata M-Pesa zao statement, wataona wewe ndio unatumianga Sifuna pesa, mnajijua. Number 2, tuliweka website pale inaitwa lindamwananchi.com na iko na paybill pale. Wananchi wanatutumia pesa. Hiyo paybill tulisema, unajua kujiandikisha hapo ukisema mimi ndio Sifuna ni 10 bob peke yake. Boss, do you know how much money we have raised? How much so far? We have raised over 1 million shillings because nanima 10 bob boss. 10 bob. Okay. This is a mwananchi driven na unajua kwa sababu sisi ndio tunaongea juu ya uwazi. Tukimaliza hii campaign nzima tutachapisha statement ya M-Pesa ya ile pesa tumetumia. Hiyo pesa mostly tunatumia kulipa yule DJ wetu Spider, mtu hatari sana. Ameelewa kazi hiyo kijana. Tunamlipa yeye, na hata yeye si ati anataka mshahara, ile tu ya kumsaidia travel nini. Tunalipa ile truck, kuweka mafuta, wale madereva nini. Stage, yule mtu ambaye anatupatia stage ni yule mtu alikuwa anafanyia, hata alianza I think na Jaramogi, akafanyia Raila stage, amekuja kutufanyia sisi. Yule jamaa hatishwi bana, anajenga stage kwa mvua, kwa tear gas, inabomolewa anarudisha. Kwa sababu hii movement yani ni ya watu wenye kujitolea. Okay. Mheshimiwa Uhuru Kenyatta ni rafiki ya chama cha ODM. Mimi niliwaambia Mheshimiwa Uhuru Kenyatta alifanya kila kitu alichokuwa na uwezo wa kufanya kuweza kuingiza baba Raila Amolo Odinga awe rais. Nimesikia wengine wakisema ati walitarajia Uhuru Kenyatta
atumie vyombo vya kiserikali ati kulazimisha uchaguzi uende side ya baba. Mimi nataka kukuambia uchaguzi bana boss, jamaa amekukampeinia, amekupatia pesa, amekupatia wandani wake wote, amekufungulia region yake mzima ya Central. Tumeenda na baba mikutano mingi kule Nyeri. Ilikuwa ni sisi tuwashawishi wananchi kwamba we are a better product than William Ruto. Kwa sababu nimewambia siasa ni ushawishi. Wao wanatuambia ati President Uhuru was supposed to use instruments of state ati akatae matokeo ati apeane panga kwa Raila, hata kama IBC wamesema kitu tofauti. Uhuru Kenyatta ni mwanademokrasia, and the humiliation that he went through kupeleka ile panga kule unaitwaje Kasarani inaashiria kwamba ni mwanademokrasia. Mimi nitaishi kumheshimu mheshimiwa Uhuru Kenyatta kwa sababu ya ile kazi ambaye alifanyia. So tukimaliza, kwa kabla mchapishe hii statement ya M-Pesa hii, mheshimiwa Uhuru Kenyatta ni miongoni mwa wale ambao wanachangia katika harakati hii yenu? Hajachangia kwa sababu unajua mheshimiwa Murkomen alisema ati anatuandama sana, anajua mpaka madem zangu watu nalala nao pali nalala na wao, anajua. Alisema mwenyewe kwa kinywa chake, we are one of the most surveilled people. Unaona? Kwa hivyo wanapozungumza haya mambo muwaulize wana ushahidi gani, kwa sababu wamekuwa wakisema mambo haya. Na nataka niwaambie wananchi, kwa sababu one of the things watu wanatumia kutisha young people kuingia kwenye siasa ni kufanya ikae ni kwa kwamba unahitaji pesa nyingi sana kufanya hii mikutano. Nikikupatia bili yangu ya Kisumu haikupita milioni 3 bwana. Boss, si tunalipa stage, tunalipa sound, tunalipa security. Wananchi wanajitokeza wenyewe. Hawa jamaa wanajua mikutano ni expensive kwa sababu wao wanalipa raia kujitokeza. Mimi nakuuliza ndugu yangu, huo umati ambao uliona Kisumu ilikuwa ni pesa ngapi inahitajika kuwalipa? Cherargei alisema ule umati ulikuwa ni AI. Sasa unajua mimi hata sizungumzii watu kama hao. Sisi tuna focus na Kasongo. Nyinyi ni waandishi wa habari. Na nataka niwashukuru waandishi wa habari wote Kenya hii kwa sababu mnakuja kwenye hii mikutano, mnapeperusha hizi mikutano moja kwa moja. Kama kitu ni real ama ni fake, kila mtu anaona. Na mimi sisi tunasema asante kwa wananchi, asante kwa fraternity ya media. Mnapitia magumu sana, mnanyeshewa na sisi tukiwa tuna dance pale kwenye rooftop, mnapigwa tear gas na sisi, lakini kwa sababu mmejitolea kwa huduma hii ya taifa. One of the key tenets ya democracy is a free media. Nataka niwashukuru. Bwana Sena, tunamalizia na tuwezi malizia bila wewe kuzungumzia county ya Nairobi where you are the senator. Na wengi wamekuwa wakisema kwamba Sifuna hataki kukuzungumzia governor Sakaja kwa sababu yanatoka katika jamii yake. What do you have to say about tena? Nataka niwarudishe kwa kazi yenu nyinyi. Nyinyi ni waandishi wa habari. Nyinyi si watu ambao mnafaa kukubali propaganda. Waandishi wenu wa habari wengi tunajuana, wanafanya kazi pale bunge. Wamekuwa peperusha hata vikao vya kamati za bunge, masuala ambayo nimeuliza kuhusu Nairobi kwenye vikao vya Senate, vikao vya kamati ambazo mimi ni mwanachama. Juzi last week Sakaja alikuwa mbele ya kamati ya ardhi ya Senate kujibu maswala ambayo Sifuna ameleta kwa niaba ya Single Mothers Association of Kenya ambao walikuwa shamba yao inajaribu kunyakuliwa hapa Nairobi. Nataka muangalie kwa sababu unajua vikao vya bunge na vikao vya kamati za bunge si kitu ambacho kinafanyika kwenye siri. Miaka hii yote ambayo nimekuwa senator, mnajua kazi ambayo nimefanya. Kwa hivyo kwanza sijui nani alisema Sakaja ni Mluya. Nani aliwaambia? Mumuulize. Muluya kwa mawaena. Alome holo yewe hasi kawaenga. Bana boss, this is what I'm telling you. Musikue watu wa kueneza propaganda. Haya ni mambo ambayo yanaweza kukua established. Mimi uhusiano wangu na mheshimiwa Sakaja ni mimi nafanya kazi yangu ya oversight na sukuma pesa ziweze kuja kwenye county ya Nairobi. Tulipoanza Nairobi hailikuwa haifikisha shilingi bilioni 20 ambayo inapokea kama mgao wa fedha. Tumepitisha hiyo bilioni 20. Nahitaji kwamba aikuje pale Senate ajibu maswali kuhusu jinsi ambavyo wametumia hizo fedha. Tumekuwa na yeye pale mara nyingi, lakini juzi mliona
wale magavana wamekataa kuja kwenye Senate kwa zaidi ya miezi 2. But finally a good point mheshimiwa senator. Wanasema ati tunawaharasa. Wanasema ati simkoso wangi. Mheshimiwa senator, tuje hapo tukimaliza. Na najua unataka kuuliza hilo. La mwisho. Shaka la mwisho tukimaliza. Lakini leo hata baby mama na baby daddy wanaweza kana drama zao leo. Watulie ama tuwatume huko jambo. Tunapatanisho huko ndio. Swali la mwisho, ulitajwa katika orodha na najua swala hili limeweza kutatuliwa. Niliona taarifa kwamba swala hili limetatuliwa. Lakini wewe mheshimiwa Senator Sifuna unazungumzia maadili, unazungumzia mambo haya. Jina lako kuonekana katika orodha kama hii ya kwamba mnasumbua magavana, mnaitisha hongo, mnawatisha and so on. Hapo vipi? Sasa ndio nakwambia, unajua hii kitu iko na background. Hawa jamaa wanakuja kwenye mikutano ya Senate na kwa ukweli kuna ukora mwingi ambao unafanyika kwenye kaunti zetu. Na nitakupa mifano mitatu. Leo tunaendelea tu, leo ni radio. Karibu kumalizia. Governor wa Vihiga alikuja kwenye Senate akatuambia kwamba walipomaliza kujenga nyumba ya speaker walichukua shilingi milioni 5, shilingi ambazo zingesaidia kuweka madawa kwenye housewarming. Wakapeleka housewarming ya nyumba ya speaker. Gavana wa Embu, Mheshimiwa Cecily Mbarile, ambaye ndio mwenyekiti wa chama cha UDA, alikuja mbele ya kamati yetu, yeye mwenyewe pasi na kulazimishwa na mtu yeyote. Akasema ati alichukua shilingi milioni 10 kutoka kwa mradi wa KAIPS ama County Aggregation and Industrial Parks, akapiga bashi na watu wa bodaboda. Muthomi Njuki, ambaye ndio gavana wa Tharaka Nithi, alikuja na stakabadhi ambazo zilikuwa mbaya sana zake mwenyewe. Mpaka wakati tulimwambia tafadhali tusomee tu hizi stakabadhi zako zinasema nini, jamaa akakuwa kipofu, akasema alisahau miwani yake mahali, akafanya nini, ati hawezi kusoma. Mwingine akakuja akatuambia ati kulikuwa na kiangazi kule Northeastern, wakanunulia wanyama wa mwituni chakula. Sasa ndugu yangu, unajua Wakenya wamechoka, na sisi pia kama viongozi wao pia sisi tumechoka. Unataka kuniambia naweza kuketi pale nisikilize mambo kama hayo alafu ninyamaze? So wao waliniweka pale, wanasema Sifuna ati tukija kwenye hii anaomba anataka kitu kidogo. Ati sisi mimi walisema makosa yangu ati huwa na waharas. Kwa sababu na unajua sisi kama Senate tukawaambia leteni ushahidi, na ni mara ya pili. Unakumbuka kuna wakati mwingine rais alisema ati pale bunge kuna watu kuna ufisadi. Tukawaambia na simlete huo ushahidi. Mulete huo ushahidi. Sasa tumewapa muda hawa magavana walete huo ushahidi. Hawana huo ushahidi, kwa sababu mimi Sifuna nimewaambia nina bahati sana, kwa sababu wana Nairobi walinichagua niwe seneta wao. Pale mshahara wangu pale bunge unanitosha. Nilinunuliwa nyumba na bunge, nalipa mortgage ya bunge 3%. Ninalo gari nilinunuliwa na wananchi wa Kenya. Sihitaji zaidi ya hilo. So wale ambao wanasema walikuwa wanajaribu kutupaka tope. Unajua kuna msanii mmoja hapa Kenya anaitwa Nyashinski, alisema wamejaribu kuharibu jina, imekataa. Kwa sababu tunawashinda na akili na chapa. Jamaa wametutafutia makosa na watazidi kututafutia haya makosa, manake sisi tumekataa kutii huu wito wa 2 term. Na nakuuliza ndugu yangu, wewe unajua kwa mfano pesa ambazo zinapita kwa mikono ya hawa jamaa wanaimba 2 term, jamaa wanapewa pesa sawa sawa. Kama ningekuwa mtu mwenye kutamani pesa na mnajua William vile ako naye na vile anajua kutoa fulusi, leo nikisimama niseme 2 term, mnafikiria nitapewa pesa ngapi? Utapewa 10 billion. Wacheni bwana. Mwesh, shukrani sana kwa muda wako. Amekuwa ni mheshimiwa senator wa county ya Nairobi Edwin Sifuna. Sija address yule jamaa wa Kajiado alisema niko na t-shirt iko na alisema iko na alama ya moto. T-shirt ambayo na Mwesh hiyo ya mwisho kwa sababu ya time. Kwa sababu ya time, yes. Leo tulisema ni radio bwana. Yes. Ndio nyinyi mliniita. Wewe mnataka kunifukuza. Wewe simu imepigwa. Wewe acha bana. Sasa hiyo ya mwisho. Yes. Iko na picha ya mheshimiwa Raila Odinga hapa. Naam. Hiyo nyeusi iko na picha Raila Odinga na imeandikwa hapa who has told you. Okay. Hiyo tu. Okay. Asanteni. Okay. Naona boss wangu anasema unaweza endelea by the way. Anasema unaweza endelea. Kwa hivyo acha nikuulize jingine. Naam. Gavana wa Samburu. Naam. Senator, kwani wewe ni polisi bana? Mbona unapeleka gavana wa Samburu mbio bana? Acha nikuelezee. Unajua niliwaambia kwamba kuna wakati ambapo magavana wamekataa kuja kuwajibika mbele ya kamati zetu.
Na huyu wa Samburu ni mmoja wa wale ambao wamekataa wito wa kuja kwa Senate mara kadhaa. Okay. Tumeenda mpaka kile kiwango cha kumtoza faini. Tukaenda tukamuita Inspector General wa polisi kwa sababu ukiangalia kipengee cha I think ni 125 cha katiba kinaipa bunge mamlaka ya kama vile ambavyo mahakama ina mamlaka ya kuweza kushurutisha attendance ya mtu mbele ya bunge ama kamati ya bunge. Okay. So tulikuwa tayari tumefika kiwango ambacho cha kuambia Inspector General wa polisi amkamate yule gavana amlete mbele ya bunge. Okay. Unanielewa? Jamaa polisi hawa ni wazuri, lakini pia saa zingine kuna michezo inachezwa. Manake wanatuambia hawajampata gavana. Sasa sisi tunajiuliza kama ni rahisi wewe kutuma Subaru 2 ziende mpaka Homa Bay zimtoe Albert Ojwang kwao. Unataka kuniambia gavana mzima wa Samburu ama huyu wa Nairobi hamjui mahali yuko? So time nyingine unamuona ako State House, unauliza IG, si ndio huyu State House basi akitoka simungoje hapo gate D. Yeah. Wewe ukuje na yeye bunge. So that is the inaitwa nini context ama muktadha. Muktadha. Sasa wewe fikiria. Tumemwalika amekataa. Tumemfine, tumetuma polisi wamshike wanasema hapatikani. Alafu saa ile tuko kwenye kikao cha bunge. Kwanza mimi naingia bunge saa 8:30. Amesha ambia waandishi wa habari wamesimama pale kwenye entrance ya Senate ati wamngojee wachukue picha wamngarishie kipindi ati aonyeshe yeye ni shujaa sana, anasikia hawa maseneta wanamtafuta ati sasa anataka aonyeshe yuko hapa kwenye Senate na hakuna kitu wameniuliza. Unaona, taking a very serious constitutional duty very lightly. Unaona haya. Sasa si tumeingia kwenye Senate tukaambia speaker, by the way speaker, are you aware, kwa sababu unajua speaker pale yeye ndio mwenye hiyo bunge. Tukamuuliza speaker, are you aware kwamba kuna jamaa tumekuwa tukitafuta na yuko hapa nje tu anapiga press yake hapa. Speaker akaamrisha yule ambaye anaitwa Sergeant at Arms wa Senate. Muliona hivi mambo. Akasema huyo Sergeant at Arms, kwa sababu the guys within the precincts of parliament, amshike ampeleke kwenye kituo cha polisi cha bunge. Okay. Haya. Sergeant at Arms alipotoka tukasema na sisi kama maseneta twende tumpe backup. Na tulipofika pale nikamwambia governor, governor hata ni wetu na tulikuwa tunangoja. Karibu usiingie ndani shida iko wapi? Kuja tuongee. Sasa yule jamaa hata yeye mwenyewe alikuwa na cooperate. Alitembea vizuri. Tulipofika kwa gate hapo, I think kuna mmoja wetu pale akamwambia, we boss, hao watu wanaenda kukushika. Jamaa alichana mbuga bana. Unajua sasa Wasamburu wako na ile spring in their step. Alipiga tu hatua 3 tayari ameruka huwa la bunge ametoka. Tukimaliza kuna comment ile kitu ambayo tunataka tuseme. Yes. Yani tukichukua huu uongozi wa hii taifa, magavana ambao wamezoea ufisadi na kutowajibika kwa wananchi, itakuwa ni siaka kutoka siaka kila siku kwa sababu wananchi wamechoka. Tukimaliza kuna comment moja ya mwisho hapa. Roy Stephen anasema ako kazini lakini imebidi amejificha msalani kusikiliza Sifuna. Anasema the love I have for this man is like a government project with zero budget but full commitment. Anasema akifutwa leo Sifuna will just have to adopt me as a bouncing baby boy. Kwa hivyo tukafukia. Chunga unga bro. Shukrani za Kasongo kwanza. Asante Mheshimiwa Edwin Sifuna, bila shaka seneta wa kaunti Nairobi. Thank you so much. Asante bwana.